moyo wa zaburi, Bwana nikutumikie siku zote. Neema yako yanitosha, neema yako. Asante Yesu, sikustahili mimi, neema yako yanitosha. Na ninalo neno la kinabii ambao ninakwenda kuliachilia kwako, na leo nitatamka kama nabii na nitafanya kama nabii, na ninajua kuna neno la kinabii litapita maishani mwako na historia yako inakwenda kubadilika leo, maana nimesimama nitabiri kwa jina la Yesu aliye hai. Nimekuja kwa roho ile ile, nasimama kwa roho ile ile, roho ile ile iliyotenda kazi ndani ya Elia, roho ile ile iliyotenda kazi ndani ya Isaya, roho ile ile iliyotenda kazi ndani ya Elisha, roho iliyotenda kazi ndani ya manabii. Hiyo roho inakaa juu yangu mchana wa leo, kama ilivyoandikwa, roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. O mama no rabasetete rika mama neri bosaya rika mama no rabosika, kwa jina la Yesu aliye hai. Imebarikiwa Jumapili ya tarehe ya mwisho mwezi wa 5. Ewe Jumapili ya tarehe 31, wewe ni Jumapili ya ajabu, Jumapili ya habari njema, Jumapili ya unabii, Jumapili ya kunyanyuka, Jumapili ya majira mapya, katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Inua mkono juu, sema ewe Jumapili ya leo, wewe sio Jumapili ya kawaida. Umetofautiana na Jumapili zingine zote. Sema umetofautiana na Jumapili zingine zote. Ndani yako kuna habari ya kuchekesha, ndani yako kuna habari ya kufurahisha, ndani yako kuna habari njema. Nami natamka, nisema nami natamka, habari njema zinakwenda kuingia nyumbani mwangu, habari njema zinakwenda kusikika maishani mwangu, kwa jina la Yesu aliye hai. Ewe Jumapili ya leo, funguka, malango yako yawe wazi. Piga kelele, sema funguka, 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 malango yako yawe wazi. Katika wewe kuna muujiza wangu, katika wewe kuna baraka yangu, katika wewe kuna nguvu za Roho Mtakatifu, katika wewe kuna mafuta mapya. Opatana rabasete rikamama nori bosaya, kwa jina la Yesu aliye hai. Ori karabasaya, walio tayari watazipokea habari hizi. Kuna mtu ambaye unakwenda kubadilishiwa jina mchana wa leo. Nimesikia Bwana ananihimiza kwa muda wiki 2, ananiambia jina jipya, jina jipya, jina jipya, jina jipya, jina jipya. Sauti inasema jina jipya, jina jipya. Tena anasema ni jina wasilolijua watu, anasema ni jina jipya asiyelijua mtu yeyote. Oh katasaya rikatandaria setete rika mama nori bosaya, kwa jina la Yesu aliye hai. Inua mkono wa kulia juu. Anasema ni jina jipya wasilolijua watu wengine, isipokuwa yeye atakayepewa ndio atakayekuwa analijua. Ni jina jipya wasilolijua watu wengine. Mkini hata wewe uliyekaa naye, wakati Bwana anakupa hilo jina hatasikia wala hatajua, lakini Bwana anasema ni jina jipya linakwenda kuachiliwa mchana wa leo. Bwana anakwenda kuwapa watu majina mapya, ambapo hakuna yote atakayejua hilo jina. Kuna watu hawatajua, kuna watu hawatatambua jina hilo wakati unapewa, lakini Bwana aliyesema na mimi ameniambia kwa roho ya kinabii kwamba utatabiri majina juu ya watu hawa. Utatamka jina na litakuwa juu ya mtu huyo. Utawapa majina ya heshima, utawapa majina ya baraka, utawapa majina yenye nguvu. Na mimi leo kwa roho ya Bwana, roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta, kwa maana Bwana amenitia mafuta, kwa maana Bwana amenivuvia. Oh mama nora basata, kwa maana Bwana amenitia mafuta ili niatamke majina mapya, majina mapya, majina mapya. Nasikia kuna jina ambalo Bwana anakwenda kuliachilia. Mamaka yakataraba setete rikandarabasaya. Walio tayari na waseme amen. Nasema aliye tayari kupokea jina jipya na aseme amen. Oh my Lord, karabasiki. Jina jipya, jina jipya.
Wakati wote Mungu alipotaka kubariki maisha watu kwa ukubwa, wakati wote Mungu alipotaka kuwainua watu kwa viwango vikubwa, kitu cha kwanza alichoanza nacho ni kubadilisha majina yao. Wakati wote Mungu alipotaka kufanya mambo makubwa juu ya maisha ya watu, jambo la kwanza alilolianza ni kubadilisha majina. Na nataka nikwambie kuna jina unabadilishiwa ambalo yamkini wengine hawatalijua, ila Bwana anaachilia majina mapya, majina yenye nguvu, jina lenye heshima, jina lilobeba karama, jina lilobeba huduma, jina lilobeba vipawa. O makarapatariabasete rabababandori kama mandorobosete rabasaka, kwa jina la Yesu aliye hai. Hata sasa namsikia Mungu ananiambia jina. Hata sasa nasikia Bwana anaendelea kuhimiza jina jipya. Kuna jina utapewa, na hilo jina utalijua wewe tu, na wale watakaojaliwa neema watalijua. Hilo jina utalijua wewe peke yako na yeye aliyekupa, na mtu mwingine yote ambaye Mungu atamfungua akili ndio atalijua hilo jina. Wanadamu wengine hawatalijua hilo jina, ila utalijua wewe na Mungu tu, yeye aliyekupa, na wale ambao Mungu atawafungua macho, wale ambao Mungu atawapa akili, atawapa neema, ndio watakaojua kwamba kuna jina jipya unalotembea nalo, kuna jina jipya umepewa. Yamkini wataendelea kukuita jina lile lile la zamani, lakini Bwana ameshabadilisha jina. Kuna watu leo majina yatabadilika. Naisikia nguvu ya Bwana mahali hapa, nasikia agano la jina. Kuna agano la jina mahali hapa, kuna roho inaachilia jina, kuna roho inaachilia jina. O mama no rababasetete rikanda rababasekarabasaya. Oh my God, my oh my. Oh mama no rika karabasatoto yakandorobosaya, katika jina la Yesu aliye hai. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Asante Yesu. Mstari wa 17. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 17. Biblia inasema yeye aliye na sikio aliyoko katikati yetu mchana wa leo mahali hapa, anasema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye aliyelipokea. Hebu sema, ila yeye aliyelipokea. Naomba unisikilize, nirudie tena maneno haya na uyaelewe. Ili neno Bwana amelileta kwangu nikiwa nimelala katika ndoto, nimejikuta ninanena kwa lugha, nalia machozi, na Bwana akaniambia jina jipya. Tabiri juu ya habari ya jina jipya. Kuna watu wanakwenda kupewa majina. Bwana akusaidie. Akanipa kitabu hiki, akaniambia yeye aliye na sikio na asikie. Na nataka unisikilize vizuri. Kuna tofauti ya kusikia na kusikiliza. Wakati tunasikia, tunaweza kuwa tunasikia vitu vingi mahali hapa. Unasikia hata sauti za magari kule nje, lakini Bwana anachotaka kusikiliza. Anasema yeye aliye na sikio asikie, kwa maana asikilize neno hili. Kusikia, unaweza kuwa unasikia vitu vingi, lakini nataka ulisikie hili neno. Lisikilize hili neno kwa makini, kwa kuwa ni la kwako, linakuhusu. Ukitaka maisha yako yatoke hapo yalipo, lisikie hili neno. Asiyolijua mtu ila yeye aliyepewa hilo jina. Kuna jina ambalo Bwana anaambia atakwenda kukupa leo, ambalo yamkini waliokupa majina mabaya wanaweza wasijue jina jipya ulilopewa, ila wewe peke yako. Anasema atalijua yeye aliyelipokea, atalijua yeye aliyelipokea. Kwa maana hiyo, yeye aliye tayari kulipokea jina jipya mchana wa leo ni atakayejua jina alilonalo. Nataka nikuhakikishie, Roho wa Bwana yuko hapa, nguvu za Mungu aliye hai ziko hapa, uwezo wa Bwana uko hapa, ufalme wa Mungu uko hapa, mbingu zime
limefunguliwa kwa ajili yetu mahali hapa. Kuna mtu mchana wa leo atatoka mahali hapa akiwa amebeba jina jipya, jina la baraka, jina la heshima, jina lenye nguvu, jina lenye neema, ambayo yamkini hapana anayelijua ila wewe na Mungu wako mnalijua, katika jina la Yesu aliye hai. Ananielewa? Aseme amena. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9. Jina jipya asilolijua mtu, jina jipya wasilolijua wanaokudharau, jina jipya wasilolijua wanaokusimanga, jina jipya likakupate mchana wa leo, jina jipya lile zaidi ya majina waliokupa, jina lenye nguvu lipitalo majina yale. Wamekuita majina, wamekuita msimbe, wamekuita asiyeolewa, wamekuita masikini. Kuna majina wamekupa, majina ya aibu, majina ya kudharauliwa, lakini leo ndani yako kuna jina litaingia ambalo hao hawalijui, hao wanaokudharau hawalijui. Kuna jina jipya litatajwa ndani yako, jina la baraka ambao wengine wote hawalijui. Nyakati ile wa kwanza sura ya 4 anasema mstari wa 9, naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akasema, ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Yabesi ilikuwa inamaanisha huzuni, aibu. Jina Yabesi ilikuwa ni maana yake ni huzuni, aibu. Mama alimpa jina kwa sababu alimzaa wakati amekataliwa, wakati wa huzuni, wakati wa mambo magumu. Akasema hata mtoto atakayezaliwa nitamwita huzuni. Yabesi alipokuwa mtu mzima, alipojielewa na akaelewa chanzo cha yeye kuitwa huzuni ni nini, chanzo cha yeye kuitwa Yabesi, kwa nini amepewa jina Yabesi, Biblia inasema, soma fungua Sauli mstari wa 10, anasema ikatokea nini baada ya Yabesi kujitambua? Huyo Yabesi akaamua kumlingana Mungu wa Israeli, akaamua kumlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu. Ungelinda na uovu ili hii huzuni ya hili jina isinifuate, ili jina lililopewa la huzuni isiendelee kukaa juu yangu. Anasema ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Alikataa lile jina la huzuni, akajaliwa yale aliyoyaomba. Alikataa kuita Yabesi kwamba Mungu, nimeitwa Yabesi kwa sababu ya mapito ya mama, nimeitwa huzuni kwa sababu ya mambo kadha wa kadha, lakini kama ungenijalia tu kunihurumia, lile jina lisinifuate, ungenibarikia kweli kweli, ungenipa neema kweli kweli, ili yale majina, lile jina nililopewa lisiwe juu yangu, Baba ungenisaidia. Nataka unisikilize. Wakati wote Mungu alipotaka kumsaidia mtu wake na kumbariki, mahala popote wale aliowaweka juu kwa viwango vikubwa zaidi, alianza kwa kuwabadilishia majina. Ukisoma habari ya Ibrahim na Sara, Biblia inasema Ibrahimu aliitwa Abraham kabla ya kuitwa Ibrahim. Jina lake alikuwa anaitwa Abraham, lakini Bwana akamwambia, ninakwenda kukubariki, kukuweka viwango vya ajabu, ninakupa jina jipya ambalo yamkini hapana atakayelijua. Wewe hautaitwa Abrahamu, hautaitwa asiyezaa, jina lako litaitwa Ibrahimu. Tangu leo wewe ni Ibrahimu, wewe ni yeye aliye baraka ya mataifa, jina lako ni Ibrahimu. Biblia inasema hata mke wake aliitwa Sarai. Sarai haikuwa na maana nzuri, lakini Bwana akasema, ili nikusaidie, nikupeleke viwango vipya, ninakupa jina jipya. Hautaitwa Sarai, jina lako utaitwa Sara, katika jina la Yesu aliye hai. Yakobo ili ainuliwe, Yakobo ili apandishwe viwango, Yakobo ili aheshimiwe, Bwana alimwambia, hautaitwa tena Yakobo, ila jina lako utaitwa Israeli. Jina lako ninalibadilisha kwa kuwa ninaweka kitu kipya maishani mwako, ninaweka maisha mapya ndani yako. Kuanzia leo, waliozoea kukuita Yakobo, jina lako ninakwenda kulibadilisha, maana ninakwenda kuweka jambo la ukubwa. Oh my God, rababasata. Bwana ameniambia wiki 2 zilizopita kwamba ndani ya kanisa hili kuna watu wanawapa majina mapya kwa ajili ya viwango wanavyotaka kuwapeleka, kwa ajili ya nguvu wanayotaka kuwekeza, kwa ajili ya neema wanayotaka kuachilia, katika jina la Yesu aliye hai. Walioandikiwa haya na waseme amena.
Sijasikia bado. Nasema yeye aliyeitwa Yabesi, Yabesi haitaendelea kukaa juu yako. Kuna jina jipya ndani yako, kuna jina jipya linainuliwa ndani yako. Makarabasata yakatasetete ripata ndani ya boseke, kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema pokea jina jipya. Nasema mwanamke pale, pokea jina jipya. Haijalishi wengine hawalijui, haijalishi wao wanakujua kwa majina mabaya mabaya, lakini kuna jina jipya linaachiliwa leo. Kuna jina jipya lililobadilisha historia ya Ibrahimu. Kuna jina jipya lililobadilisha historia ya Sara. Kuna jina jipya linaachiliwa leo katika jina la Yesu aliye hai. Aliye tayari na aseme amena. Mungu hajawahi kumbariki mtu yoyote bila kumbadilishia jina. Biblia inasema hata Yesu alipokuja duniani, kuna watu aliwaandaa kwa mambo makubwa makubwa. Akamwambia Petro, kanisa hili nitaliacha mikononi mwako. Wewe hautaitwa tena Simoni. Petro alikuwa jina lake anajulikana ni Simoni wa Baliona. Baba yake aliitwa Baliona, yeye aliitwa Simoni. Biblia inasema wakati Petro anaitwa, Yesu akamwambia kuna jambo kubwa nakwenda kuliwekeza. Kuna jambo la baraka nakwenda kuachia ndani yako. Hautaitwa tena Simoni, wewe utaitwa Petro. Wewe utaitwa mwamba. Wewe utaitwa mwamba katika jina la Yesu aliye hai. Neno Petro lilimaanisha mwamba. Bwana asifiwe sana. Yesu anasema wasikuite tena Simoni. Hata kama watu hawajui jina la Petro, wakiendelea kukuita majina yao, wewe sawa tu, lakini ndani yako ni jina asilolijua mtu mwingine, unalijua wewe. Kuna watu wanajua ni masikini, ila wewe ndani yako jua wewe ni mbarikiwa. Jina jipya unalopewa na Bwana, wewe ni mbarikiwa. Kuna watu wanajua ni wa kudharauliwa, lakini ndani yako jua kuna jina jipya, mimi ni wa kuheshimiwa. Mimi ni wa kuheshimiwa. Wanaojua wewe ni wa kukataliwa, ndani yako jua una jina jipya wa kukubalika. Wanaojua majina yako kwamba wewe ni masikini, ndani yako kuna jina jipya. Nasema na mtu mmoja, ndani yako kuna jina jipya. Oh my God, my Lord, oh my God, my Lord. Oh mama nora basete, kwa jina la Yesu sema amen. Hujanielewa bado? Kuna mtu bado hajaelewa wingu hili, na nataka wingu hili sikupite. Tembea na wingu katika ulimwengu wa roho. Ingia rohoni ili uyaelewe haya mambo ya roho. Tunawaambia watu wa rohoni, tukiwaambia watu wa mwilini hawayaelewi, lakini tukiwaambia watu wa rohoni wanaelewa. Oh my God, my Lord, karabasekerebosata, katika jina la Yesu aliye hai. Walio wa rohoni semeni amina. Jina jipya ndani yako, jina jipya silolijua mtu mwingine. Nasikia jina jipya. Roho Bwana amenihimiza, kuna watu litawapa majina mapya, majina ya kiuchumi, majina ya kimafanikio, majina yenye nguvu. Bwana anaachilia jina lilobeba upako wa ajabu, jina lilobeba nguvu ya kiagano. Oh my God, my Lord, katika jina la Yesu aliye hai. Yakatasetete rikapatandoro bosaya rikamama nderewasia rababasaya, kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu wanatembea na historia yako ya zamani, wanakujua kwa ile historia ya zamani kwamba wewe ni malaya. Bwana ameshabadilisha ile jina. Kuna jina jipya liko ndani yako. Wanaendelea kukujua hivyo kwa sababu hawalijui jina jipya. Laiti wangejua jina jipya, wasingeendelea kukuita majina hayo. Wasingesubutu kukuita malaya kama wangejua kuna jina jipya tayari umepewa. Wasingeendelea kukuita masikini kama wangejua baraka ulionayo, kwamba tayari majina yamebadilika, jina limebadilika. Walivyonijua zamani sivyo nilivyo leo. Oh mandara basaya rakatasetete. Oh my God, my Lord, karabashakatesaya narababasiki, kwa jina la Yesu aliye hai. Usiwashangae kukupa hayo majina. Hawajui jina ulilonalo, hawalijui jina la baraka ulionayo, hawajui jina la kipawa unachotembea nacho, hawajui jina la huduma ulionayo. Wanakujua wa kawaida, hawajui jina la heshima unalotembea nalo. Pokea neema. Korababasata yakatasete rababandori bosaya orikasaya ndarabosete. Liwe jina jipya juu ya maisha yako. Imetosha walivyokujua, imetosha. Mungu anakujua kwa jina lingine, sio hilo. Anasema nitakupa jina wasilolijua watu wengine, ila yeye aliyekubali kulipokea, yeye aliyekubali kutembea nalo. Kama Bwana anasema wewe ni mbarikiwa, usikubali kuitwa mlaaniwa. Kama Bwana amekupa jina lenye nguvu, usikubali kujiita
jina dhaifu. Kama Bwana amekupa jina jipya la kwamba wewe ni wa afya njema, wewe ni mzima, usiendelee kujiita mgonjwa. Hilo jina la wagonjwa likatae na lenyewe likukatae. Kama Bwana amekupa jina la wenye afya, kwa nini wewe unaendelea kung'ang'ania jina la zamani? Kwa jina la Yesu aliye hai. Kama Bwana amekupa jina la mbarikiwa, kwa nini unaendelea kuitwa majina mabaya? Umetembea na jina la haolewagi, huyu ni wa hivi, huyu ni wa kukaa nyumbani, atazalia nyumbani. Hayo wanayachua wao, majina hayo wanayachua wao. Lakini Bwana ananiambia mchana wa leo, kuna neema, kuna nguvu ya jina jipya asilolijua mtu mwingine ila yeye anayelipokea. Anasema ni jina asilolijua mtu mwingine. Mimi nataka leo ufanye kama Yebesi alivyofanya. Kuna watu wanateswa, wako hapa wanateswa na majina ya ukoo, wanateswa na majina waliopewa na mababa zao na mababu wao. Unateswa na jina hilo la kurithi. Kuna wakati hapa tumepata ushuhuda wa mama ambaye mwanae wakati wanamsindikiza makaburini babu yao, kijana wake ndo amebeba lile jina la babu. Taratibu zao zinamtaka huyu azikwe pamoja naye, kwa maana atatangulia kaburini na kuna mambo yatafanyika pale, kuna namna atafanyiwa. Yule mama akaomba Mungu, anamlilia Mungu, anisaidie kwa sababu ya jina inaonekana hata kaburini anabidi atangulie yeye kabla babu hajaingizwa. Nasema hilo jina la zamani lisikufuate, hilo jina la baba na bibi, hayo majina uliopewa kwa sababu ya shida, hayo majina uliopewa kwa sababu ya mapito waliopitia wazazi, yasitembee nyuma yako. Baba anakupa jina jipya. Jana wa leo utatembea na jina lenye heshima katika jina la Yesu aliye hai. Nataka nikwambie, baba yangu amesema, wala hapana waweze kupinga. Baba ameniambia kuna mtu atapewa jina, kuna mtu anapewa jina, kuna mtu anapewa jina. Oh my God, ya manori katasote ya karaba mandora bosaya, katika jina la Yesu aliye hai. Ndani yako kuna moto unakwenda kuwaka, dunia nzima itauona. Ndani yako kuna nguvu inakwenda kudhihirishwa. Ndani yako kuna vitu vitatokea. Waliokudharau wataviona, watashangaa. Waliokukataa watashangaa, kwa sababu ya jina nalokupa Bwana mchana wa leo. Ndani yako kuna nguvu inakwenda kutokea kwa sababu ya jina ulilopewa. Atatatatata amakarabosete ya kanora babasekerebosaya, kwa jina la Yesu aliye hai. Oh my God, my. Oh mama nori basata ya kandarabosaya, katika jina la Yesu aliye hai. Laiti mtu mmoja angefunguliwa ufahamu akayapokea maneno haya. Mungu akikujalia una sadaka ya kujishikamanisha na jina hili jipya, jitahidi ufanye lolote, usitoke bila jina jipya. Jitahidi kwa kumwamini Bwana na kwa namna yote ile, kwa kulia, kwa kuomba, kwa njia yote ile, mwambie Bwana, nisitoke hapa bila jina jipya. Nimetembea na jina baya linalonisumbua. Mwambie Bwana, jina jipya liinuliwe kwa damu ya Yesu aliye hai. Hata kama ungekuwa na sadaka ndogo au jambo tunaweza ukashikanisha nalo, mwambie Bwana akupe jina jipya mchana wa leo. Wale ambao Bwana anataka kuwainua, wanawapa majina kwanza, anabadilisha majina yao ya kutoka kwa wazazi, anawapa majina yenye nguvu. Na mimi leo nasikia jina lenye nguvu ndani yako katika jina la Yesu aliye hai. Isaya 56:5 anasema, nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu. Nyumbani mwangu mahali hapa kanisani. Nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu kumbukumbu ya jina lililo jema kuliko kuwa na wana na binti. Nitawapa jina lidumulo milele, lisilokatiliwa, kwa maana lisilolaaniwa. Mithali 22:1. Mithali 22, tumalizie hapo. Ile kazi niliyotumwa na Bwana na kwenda kuifanya sasa. Umetembea katika vifungo. Kuna mtu nimepewa ushuhuda wake, amekuja hapa, amesoma lakini kazi hakuna. Nataka leo tukufungue mikono yako na tukufungulie milango, Bwana akupe kazi. Na nilitamani leo mtu aje na chochote kile ambacho ni sehemu ya kazi yake. Unataka kibadilishwe jina, kibadilishwe jina hicho kitu. Biashara ibadilishwe jina, unataka kazi yako ibadilishwe jina, jina lako libadilike. Unaweza ukaja na kitendea kazi. Shuleni ulikuwa wa mwisho na unataka shuleni jina libadilike, nawe uwe miongoni mwa watu walio vichwa, walio wa kwanza, walio wa mbele. Ni vizuri ungekuwa tena kalamu, unaambia Bwana, kwa kalamu hii nibadilishwe jina katika jina la Yesu aliye hai. Kalamu yangu ikibadilika, maisha yangu yabadilike. Bwana, nipewe jina lenye nguvu ya kunitoa hapa nilipo. Mithali 22 anasema, heri kuchagua jina jema kuliko kuwa na mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Jina
Jina jema, Biblia inaposema habari ya jina jema, jina jema sio kuitwa bahati, jina jema sio kuitwa fedha, jina jema sio kuitwa dhahabu, jina jema sio kuitwa kuna jina ambalo Mungu analitaka, jina lenye heshima mtaani kwenu, jina lenye heshima katika eneo unalofanyia biashara. Jina lako lina heshima, jina lako lina heshima ya kipekee, jina lako lina tofauti kuliko majina wengine. Unabii huu ambao Bwana ameniambia leo umetimia. Siku zote huwa nawaambia unabii una kanuni zake, na unabii unapotumwa kuna mtu umemkusudia, lakini akiwepo mtu mwingine yoyote yule ambaye hata hakuwa amekusudiwa, hata kama hakuwa amekusudiwa katika unabii huo, atakayeamini na kujiingiza kwa unabii huo, basi na yeye unabii huo unampata. Ndio maana kuna wakati unaweza kusikia Bwana anasema hapa, kuna mtu mmoja yuko pale labda ana tatizo fulani, wewe umesema mtu mmoja, wakainuka wawili watatu, alafu wote wakapata msaada, wote wakapona. Ni kwa nini? Kuna watu wamejiingiza kwenye unabii huo, na ukijiingiza lazima uwe wa kwako. Ndio kanuni ya unabii. Na waambiage Jehanamu, Biblia inasema iliandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Ni neno la kinabii hilo ambalo mtu yeyote anayejiingiza, hata kama aliyeandaliwa alikuwa ni shetani peke yake, lakini wengine wote wanapojiingiza katika unabii huo na unatimilika kwao. Mchana wa leo na kuombea unabii wa baraka ukatimilike kwako, unabii wa jina lenye nguvu ndani yako. Usijidharau, ndani yako kuna mambo mazuri yanakwenda kutokea. Nasema na mtu wa Mungu aliyoko hapa, ndani yako kuna mambo ya baraka, jina zuri linakwenda kutokea. Wewe chuchumia tu mahali, mwambie Bwana na niwe kama Yabesi. Laiti Bwana angenibarikia kweli kweli mbele ya wanaoniita tasa. Ndicho Yabesi alichosema, Baba usinibariki kidogo, nibariki kweli kweli, ili wale wanaoniita huzuni na waliojua kwamba mimi ni wa huzuni wasione huzuni yangu kabisa. Nibarikiwe kweli kweli kwa viwango ambavyo waliokuwa wanajua mimi naitwa huzuni wasinione katika maisha huzuni. Mwambie Bwana nipe watoto, ili waliona nimechelewa wakaanza kunipa majina, wajue hakika Bwana umenibadilishia jina, jina langu limebadilika, sio hilo. Mwambie Bwana nisaidie, niongeze nguvu za rohoni, wale waliojua kwamba sijui kuomba kama wao, sijui kufanya kama wao, waone ndani yangu kuna jambo la nguvu ya Bwana, kuna neema ipo, hata waone mtu huyu kuna jambo limebadilika ndani yake. Asante Roho Mtakatifu. Jina jipya. Fumba macho, inamisha kichwa hapo, na kila mmoja ingia rohoni, mwambie Bwana naomba jina jipya, jina jipya. Amen.